Bana, mechi inaweza kahairishwa. Ndio kitu ambacho alikuwa ameniambia, lakini alikuwa hajaniambia kuhusu kuhamishwa uwanja au vipi. Alichokuwa ananihakikishia ni kwamba mechi tarehe 15 inaweza isichezwe. Na bodi ya ligi ndiye ambao atakuwa anakwenda kutoa taarifa kwamba mchezo umeahirishwa. Kwa hiyo kwenye hilo jambo Simba ni kama wanaiwahi treni kwa mbele kwa kuwa wanajua kitu ambacho kinakwenda kutokea. Na taarifa labda wamezipata za chini ya carpet. Sina hao pia na watu wao kule. Kwa hiyo taarifa huwa zili za siri. Zikishatoka tu kwenye bodi. Watu kwa kuwa kuna watu ambao wanajinasibu kuwa ni timu A na wengine wako timu B, kwa taarifa zinafahamika. Kwa kitu ambacho Simba wamekifanya ni kujaribu kuliwahi treni kwa mbele na kuweza kwenda kulistopisha, kwa maana kwamba wanajua uelekeo ambao linakwenda. Kwa wao wanachotaka kusema wako tayari kucheza mchezo namba 184 kwa tarehe ambayo imepangwa, ambayo ni tarehe 15. Hoja yangu ambayo ipo kwa klabu ya Simba, wao issue ya msingi kwenye hili jambo, wao walikuwa wanataka kusubiri tu tarehe 15 apeleke timu, au kusubiri nini ambacho bodi watakwenda kukizungumza. Hiki ambacho anakwenda kukifanya maana yake ni kujaribu kuishurutisha bodi ifanye maamuzi ambayo yatakuwa yako na favor kwa klabu ya Simba. Wao wanachotakiwa, mechi wameambiwa tarehe 15 na hakuna tetesi ya kuweza kuahirisha mechi, na bodi hawajazungumza kama mechi imeahirishwa. Kwa hiyo wanachotakiwa ni kuendelea kuiandaa timu kuelekea kucheza mchezo namba 184. Na tumekuwa tukishuhudia pia adhabu zikitolewa kwa viongozi kwa kushinikiza mamlaka kufanya maamuzi ambayo yatakuwa kwenye favor yao. Kwa hiyo kwenye taarifa ya umma ya klabu ya Simba, kwangu mimi sioni kama ilikuwa sahihi, kwa kuwa taarifa ya mchezo bado iko pale pale, kwa maana kwamba mchezo namba 184 utachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 na bodi ya ligi hawajabadilisha hiyo taarifa. Kwa klabu ya Simba, wao haitakuwa kukaa kimya na kutulia na kusubiri nini ambacho bodi wataweza kwenda kukisema. Na ambacho bodi watakisema, labda sababu za kuahirisha huo mchezo kama ambavyo zinazungumzwa chini ya carpet, Simba wangekuja kudoubt hizo sababu za kuahirisha mchezo, lakini sio kutoka saizi wakati bodi hawajasema chochote kusema kwamba tarehe 15 wao ndio wanaitambua kama ni tarehe ya mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama Simba walikuwa right kwenye hiki ambacho wamekwenda kukifanya, hususan kuandika hiyo taarifa kwa umma. Hivi kitokea sasa wao wameandika barua alafu bodi wakakunda Msimbazi Simba, kuna vitu ambavyo najiuliza. Hii nguvu ambayo wanaipata siku ya leo, kwa nini hawakuipata siku ya tarehe 8? Kwani kama wangeipata siku ya tarehe 8 haya yote yasingejitokeza. Lakini pia wao, mimi naamini kwamba kitu pekee ambacho walipaswa kufanya ni kukaa kimya, kwa sababu mpaka leo hii bodi haijatangaza kwamba mchezo haupo, na mara ya mwisho kumsikia Almas Kasongo alisema kwamba mchezo upo pale pale tarehe 15. Kwa hiyo wao, mimi naamini kitu kikubwa ambacho walipaswa kufanya ni kuweza kubakia kwenye kile ambacho wanakiamini, kwamba bodi kwa sababu haijatangaza kwamba mchezo haupo, si tu focus zaidi kwenye mazoezi yetu na tuendelee kujiandaa kwa ajili ya mchezo huu. Kwa sababu ukiwaambia mashabiki wajitokeze kwa wingi Benjamin Mkapa, je, tiketi wanazipata sehemu gani? Mpaka leo hii Yanga hawajatoa ripoti yote kama wameshaanza kuuza tiketi. Hao mashabiki wataingiaje pale? Au ina maana kwamba mchezo huu watu wanaingia bure, hamna kiingilio chochote kile? Kwa hiyo kuna muda mwingine tujaribu kuangalia hizi taarifa ambazo tunazitoa ili mradi ziweze kuwafikia mashabiki wetu kwa kina na ziweze kuwa na mantiki fulani, kwa sababu leo hii unapoambia mashabiki twendeni tukaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa, kuna watu watafunga safari kutoka Mwanza kuja Dar. Anafunga safari kutoka Mwanza kuja Dar, afa anafika Benjamin Mkapa hakuna mechi. Hebu angalia gharama ambazo wamezipoteza huyu mtu ambaye ametokea Mwanza. Licha kuwa ni mshabiki wa timu yako, lakini kuna muda jitahidi kumuonea huruma, kwa sababu wameshapoteza pesa nyingi sana siku za karibuni hapa. Walikatishwa tiketi kwenye mchezo dhidi ya RS Berkane na mchezo hukufanyika Benjamin Mkapa. Mchezo wa kwanza wa tarehe 8 kilitokea kituko kama hiki. Kwa hiyo mimi nadhani Simba walipaswa kutulia zaidi na kusikilizia bodi ya ligi, kwa sababu wao wameainisha kwamba mchezo bado upo. Ni kitu ambacho kilipaswa kusubiriwa kutoka leo kuelekea tarehe 15, zimbaki siku chache tu. Kila kitu tutakijua. Kama mchezo upo kwenye tarehe ile ile utafanyika, kama haupo kwenye tarehe ile ile basi wakae wasikilizie na wao waende kwa malalamiko yao kwenye bodi kwamba bwana, kwa nini mchezo mmeweza kuahirisha kwenye tarehe hii? Lakini tetesi zilizopo ni kwamba Yanga wapo tayari kuucheza huu mchezo, lakini sio kwa tarehe hii ambayo bodi waliipanga. Tarehe nyingine na venue wanataka kubadilisha. Lakini sio walisema wana mpaka watimiziwe mahitaji yao. Mpaka watimiziwe mahitaji yao. Ndio wameshatimiziwa. Na venue. Kutimiza mahitaji yao, walikuwa wanataka bodi ijiuzuru na sasa Rema kwa hiyo utaki wacheze. Na venue. Yanga wamekuwa kinganga. Hamna kivumbi kingine ile venue kubadilishwa. Kwani wanaogopa? We. Simba wanajua kule kama nyumbani kwa Yanga. Yaani wanahisi kule kama ndio wameenda Jangwani pale. Emmanuel Moyombo unasemaje bwana? Hii tabia sasa ya kuzidekeza hizi timu ndio inachangia haya mambo yanaendelea kutokea. Mimi ninakwambia.
kwa sababu Simba na Yanga wao wanaamini wapo juu ya mamlaka. Na mimi nakwambia hata ikitokea hii mechi kapigwa kaleni, basi ile tucheze tamia upande wa pili. Hawanao watagoma hivyo hivyo. Inakuwa tucheze season 2. Yaani chanzo haya yote haya, chanzo sote FF wala ni wale wanaopiga simu. Yes, shikilia hapo hapo moyo. Wale wanaopiga simu ndio wanasababisha. Tuko na mwakilishi hapa kwenye line. Habari za jioni hapa. Shindi ni familia. Yaani nilichokuwa nakizungumza mimi hapa ni kwamba hizi timu zinaamini zenyewe zipo juu ya mamlaka ya mpira wa Tanzania. Na wanaosababisha ni wale watu ambao wapo nje, yani ambao wanapiga simu. Jana nilionyesha mfano jinsi ya kupiga simu. France ukuepo. Yes, ukuepo. Nilionyesha jinsi watu wanapopiga simu bwana. Wanachungulia ahirisha hiyo mechi bwana. Sasa haya ndio wanasababisha hizi timu zinaanza kutunishiana misuli. Lakini Emmanuel, tulikuwa tunaomba hao wanaopiga simu wapige simu ili angalau Yanga wakubali mechi ichezwe. Si wana upande nao. Kuna upande huu na upande huu wanatunishiana bwana, mimi na wewe nani mbabe? Issue kitu ambacho hakinivutii mimi ni kuona Simba wanapata wapi nguvu yani ya kuanza kuwapangia mamlaka. Kwa sababu mimi hapa naamini wanawalazimisha sasa mamlaka. Simba ni mgeni kwenye hii mechi. Sasa kama Simba ni mgeni, kwa nini asikae kimya subiri tarehe 8 au ni kuna nini? Tarehe 15. Tarehe 15 sasa tarehe 8 tena. Ukida huyo. Hivi mimi nataka kujua kitu hapo kwako Mwayombo, mtarijibu labda ninyi. Kanuni zinasemaje? Utakuja kuzungumzia kanuni pia Ali. Hapa kwenye kuahirisha hii mechi tena kwa mara nyingine. Yaani ni baada ya muda gani, si niwekeje, kutoka ni siku ngapi kabla ya mechi unaruhusiwa kubadilisha mchezo? Kubadilisha uwanja? Yaani kubadilisha uwanja na tarehe ya mchezo. Yaani mchezo upangwa tarehe 15. Mchezo tarehe 15? Ni siku ngapi kabla ya mchezo? Ama masaa mangapi kabla ya mchezo? Kanuni zinasema unaruhusiwa kubadilisha venue pamoja na tarehe ya. Mimi nafikiri France kwenye kuahirisha mchezo unaweza kuahirisha hata siku ya game. Kama kuna tukio, kanuni ndio zinasema hivyo. Kuna tukio ambalo linaonekana kabisa litasababisha mchezo usichezwe. Yes, ndio maana unaweza kuona hata kwa wenzetu kule imepiga mvua kubwa ama kumbuka kuna mvua tu. Final ya River Plate na Boca Junior. Yes. Ilitokea vurugu kubwa sana cha River Plate wakapigwa na mawe ikapelekea chama cha soka ukanda wa South America kuahirisha ule mchezo. Kwa zipo sababu ambazo hata pia issue ya FC Barcelona nadhani walikuwa wanacheza na timu gani, Dr. wao alifariki. Ilikuwa na Espanyol. Barcelona na Espanyol, Dr. alifariki dressing room wakaahirisha. Ni zipo sababu. Okay, kama hakuna, unajua kama hii watakwenda kuiahirisha labda bodi kama itakwenda kuahirishwa kweli. Hakuna sababu ya mtu kuumia, hakuna mvua kubwa, hakuna mtu kafa. Hii kanuni inaibebaje sasa hapa? Kanuni hii hapa. Kwenye kanuni za TFF kurasa wa 50 nasema kuahirisha mchezo. Umeinama sana huko Tanzania, nataka kuona wewe unasoma hiyo kanuni. Sura ya 9 yasiyotarajiwa. Ndio. Kujitoa, lakini kuna sisi tunaenda kutafuta ni kuahirisha mchezo. Kuahirisha mchezo kanuni yake nasema sababu. Kanuni ya 34 kifungu cha kwanza kinasema mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. Kifungu cha kwanza mstari wa kwanza kinasema endapo timu ya taifa ina mchezo. Kifungu cha pili kinasema endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo wa kimataifa. Sababu ya dharura au yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Kwa sasa hapo sababu yoyote yenye msingi, hicho cha mwisho churudia tena. Yes. Sababu ya dharura / au mkato na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Sababu ya 1.4 inasema endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu, force majeure, yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. 1.5 kifungu cha 34 inasema endapo wachezaji wasiopungua 3 wa klabu moja wataitwa kushiriki mchezo wa timu ya taifa. Mimi nafikiri uko mbali sana. Hiyo ulioisema hapo ile hicho ndio sababu ya dharura au mkato na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Lakini pia hapa chini kuna maelezo yanasema mchezo wote ulioahirishwa chini ya kanuni ya 34 moja kifungu cha kwanza mpaka moja kifungu cha 3 utapangiwa tena katika tarehe itakayoamuliwa na bodi ya ligi, isipokuwa kama utaahirishwa na kanuni ya mvua, maana yake utacheza siku yake
siku inayofuata majira ya asubuhi. Sasa unachokitafuta France inasema hivi, taarifa ya maombi ya kawaida ya kuahirisha mchezo ni lazima itolewe kwa maandishi si chini ya siku 14 kabla ya siku ya mchezo, isipokuwa kwa sababu zilizo nje ya uwezo wa kibinadamu au dharura kubwa. Kwa hiyo sasa timu ikitaka kuahirisha mchezo inatakiwa itume maombi siku 14 kabla ya mchezo. Sasa hapo itakuwa itawezekana kweli ama tayari ilishatumwa? Yani ule moshi ulipoanza kutanda juu tu TFF wanaapia kama bodi ya ligi wanaapia kama wameshapata barua. Yani hicho kikanuni hicho tulichojitengenezea ndo kichaka ambacho tunaenda kujifikia. Kwa sababu ujue hapa mimi nimeulizia hiyo kanuni kwa nini Simba wasije wakarudi tena na kanuni. Wakarudi tena na kanuni hapa ikawa ni issue ya tucheze season 2. Shida ni kitu pekee ambacho kinaenda kuwalinda bodi ya ligi ni kile kichaka cha kanuni ya kwamba sababu ya dharura mkato ya msingi yenye kukubalika na TFF. Umeona? Sasa hichi ndo kichaka ambacho wamejitengenezea bodi ya ligi. Kichaka hiki ndo kitawabeba kwenye kila kitu. Kwa sababu hata mchezo wa tarehe 8 ulivyoahirishwa, kipengele kilichotumika hiki. Kwa hiyo hata sasa hivi yani wao wanachoamini Simba walichopeleka malalamiko yalikuwa ni sababu yenye msingi ambayo TFF waliyakubali. Kwa hiyo wakaahirisha mchezo kwa sababu ya kanuni. Sababu ambazo Simba walizitoa akasema yes ni sababu za msingi na zimekubalika na TFF, mechi kaahirishwa. Kwa hiyo ikitokea tena watarudi tena kwenye hiyo hapo. Yani hichi kichaka zina msingi na zina mashiko, zimekubaliwa na TFF. Wangerekebisha hicho kichaka, hawatakuwa na changamoto nyingine tena ya kuweza kugomea, kwa kuwa ile kanuni ambayo iliwapa favor wao Simba nafasi, ndio hiyo kanuni inaweza pia ikawapa nguvu bodi ya ligi na TFF ya kuahirisha mchezo. Lakini mimi binafsi nilitaka nirudi kwenye eneo la barua. Najua barua ya Sisha na kwenye kanuni ya 46 udhibiti kwa viongozi inasema hivi, kanuni ya 46 kifungu cha 17 kinasema akibainika kushawishi, kupotosha au kuzuia maamuzi mkato utekelezaji maamuzi ya TFF mkato TPLB atafikishwa kwenye kamati ya nidhamu, kamati ya maadili au kamati ya maadili ya TFF. Kwa hiyo nikiangalia barua ya Simba ni kama inaangukia kwenye kuzuia utekelezaji wa maamuzi ya TFF, ambayo wao TFF hawajazungumza kwenye eneo kwamba mchezo umeahirishwa au mchezo upo, lakini barua ya Simba ni kama inakwenda kuamrisha, kwa maana kwamba lazima mchezo uende kucheza tarehe 15 kinyume na kanuni za TFF. Simba ndo bodi ya ligi wenyewe ni wananusa mapema. Kwani kwenye bodi ya ligi si kila klabu ina mjumbe mle? Kwa taarifa labda zinafika tu mapema. Na ndo maana bodi yetu ya ligi taarifa nyingi zimekuwa unasikia kamati. Na ndo maana unaona sisi kwa wenzetu huko unaweza kuona wanafanya maamuzi ya yavuji. Lakini kwetu watu wamehojiwa leo jioni unasikia tayari wamefungiwa. Ni kitu kibaya sana hiki. Sisi ngoja tuwe wa kile ambacho kitakwenda kutokea, manake pengine tunaweza tukazungumza mengi. Leo zimesalia siku 3 tu. Kesho pengine tutaiona bodi ikija hadharani na ikatangaza tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, ama kesho kutwa pengine Jumamosi wakaja hadharani wakatangaza hivyo. Lakini Simba wao wamesema kama ni Zanzibar hawachezi lakini kama sio tarehe 15 pia hawachezi tena. Kwa hiyo itakuwa tucheze season 2. Wao wanataka uwanja ule Benjamin Mkapa tarehe 15. Unampangia baba mwenye nyumba kwamba nataka nilale sebleni. Sasa ndio mwenyewe amesema hivyo. Sasa sijui nini kitatokea. Ngoja tuone nani ana nguvu. Maana sasa Yanga alivuta. Sasa naona ameachia, sasa tuone naye Simba atavuta. Alafu mwisho wa siku tutajua. Hapa ndio tunapoona wanapodekeza toto, baadaye linakuja kuchezea sharubu mbele za wageni. Sasa Francis, just imagine sisi ligi haijaisha, wenzetu Uingereza bado siku 7 ratiba ya msimu mpya utoke.
Naona. Bado Watu wanatambulisha jezi huko. Jezi bado zinamwagika siku tu. 14. Ligi yenye timu Bado hapa- ligi yenye timu 30 hiyo na wana mashindano 20 michezo 38 kwa kila michezo timu. 380. Umeona? Sisi tuko kwenye michezo 260. Alafu Ligi ya au Maisha. unakuja kuangalia wana Carabao Cup, wana FA, wanacheza Champions League, kuna wengine wapo Europa huko. Lakini pia bado siku 14 timu ziweze kurejea kambini kwa ajili ya pre-season. Sisi bado Tuna sinema. Ligi yetu, soka letu, kivyetu vyetu. Tumemaliza hapo. Bwana